Lakini kwenye hilo unakuja umuhimu sasa huwa kujifunza, kwa sababu tuna ushuhuda wengine hawasimami Arafa kwa kutokujifunza. Kujifunza na kukubaliana na hawa viongozi wenu ni muhimu sana. Nitoe mfano, pale Arafa kuna msikiti mkubwa sana ule. Mkubwa kweli kweli. Siku ya mwezi 9 watu wakiwa Arafati wanajaa mle msikitini. Na wengine wanakuwa katika maviwanja ya wazi kwenye mahema na kadhalika. Hata ule msikiti kwa ukubwa wake una sehemu iko ndani ya mipaka ya Arafa, na una kisehemu nyingine kubwa pia uko nje ya mipaka ya Arafa. Tuko pamoja? Wewe unaweza ukahishinda kwenye hema lenu, mwingia kwamba mimi alhamdulillah mzee bana nilikuwa siko nani, nilikuwa kwa msikitini mpaka ule muda unaisha. Ulikuwa msikitini sehemu gani? Pale. Wewe kusimama Arafa, ulikuwa nje ya boda za Arafa. Umedanganyika ndani ya msikiti, lakini ndani ya msikiti, lakini hicho kipande ulichokaa wewe kiko nje ya eneo la Arafa. Hukusimama Arafa, na kwa maana hiyo hija hakuna, labda ukijaliwa mwakani. Allahumma la taj'alna. Na inawezekana pia nje, sio msikitini, eneo ni kubwa lile. Viongozi wenu hawa ndio wanajua, jamani hapa tuko ndani ya mipaka. Sasa usitie ujanja wako tukaona hapa sikule tusipotee, ukenda huko linakuchwea huko, itasoma kule kwa Mungu kwamba wewe kusimama Arafa. Kwa hivyo lazima haya mambo tuyajue na uzito wake, lakini pia hawa ambao wamebeba dhamana tukubaliane na maelekezo. Jamani kaeni hapa, fanyeni hili na hili na lile. Lakini hiyo Arafa kuna kijieneo, kijilima. Nabii wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wasalam aliwahi kusimama eneo hilo kama kijukwaa kwa ajili ya hotuba. Watu wetu wanapenda sana aongezee kwenye CV yake kwamba mimi nilipanda mpaka pale. Kiutalii sio tatizo, lakini haimo katika matendo ya hija we upande kwenye kijilima kile kinaitwa Jabal Rahma. Watu wanangangania kama wanadandia lori. Ikitokea umepachuka umeumia, utapata dhambi ya kujiumiza, wala hutopata thawabu kwamba alikuwa na jitihada ya kuparamia juu. Hujatumwa na mtu, wewe wako tu. Lakini hata ukifanikiwa kupanda usiumie. Huwezi ukawa na alama ya ziada kwamba wasahihishaji wa hija kule wakupe alama ya ziada angalau nusu maksi. Kwa nini mmemzidisha nusu? Huyu alipanda mlimani bali. Hakuna. Bali kama ulipanda ukidhania kuna fadhila na dhambi kidogo za kuwepo, utakatwa alama. Umezua katika dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa kweli ibada inahitaji kusomwa. Sababu ibada ya hija 90% ni matendo, sio maneno ya kusoma. Maneno ya kusoma watu wanasoma dhikri, nyiradi, salatu ala nabii, Qur'ani, kutumia fursa yuko eneo tukufu afanye mambo matukufu. Lakini hija yenyewe ni matendo, ule mchaka wake. Turudi pale kwenye hija, tukifika tunapata nini? Liyashhadu manafi'a lahu. Tunakuwa katika hija ili kushuhudia manufaa makubwa yaliyopo. Na hija ina matendo mengi, mengine ni nguzo, mengine sio nguzo, lakini kwenye hija yanaitwa wajib, na yako mengine yanaitwa sunna. Ningependa nitaje matendo nguzo ambayo mshayasoma, ili mtu ajue kwamba nikiwa nimeliacha hili nimevuruga kitu kiasi gani. Maana kwa hujui uzito wa vitu, yani hiki kina daraja gani, unaweza ukafanya jambo baya sana kwa kutafuta upate jambo zuri kiduchu. Kwa mfano, kwenye misikiti yetu hii ni jambo lisilofaa kabisa kama watu wamewahi msikitini swala ya jamaa, hasa Ijumaa, umejipanga vizuri safu, hawakuzembea kuacha mianya ya ovyo ovyo, umekaa vizuri tu. Wewe ukachelewa kule, unaadjust watu karibu 10 ili upate kuweka mguu huu, na wengine wanavutana 10 ili uweke mguu huu, ili mradi tu uweze kukaa mbele.
unawakanyaga watu mabega yao ili uingie, kitendo chako hicho kwa uchache ni makruhu, lakini kiusahihi ni haramu. Sasa mtu anafanya haramu ili apate sunna ya kukaa safu ya mbele, si tunaelewana? Anatenda haramu ili apate nini? Sunna ya kukaa safu ya mbele. Sasa hiyo si sahihi. Unafanya jambo ambalo la haramu la kukutia dhambi ili ufanye jambo ambalo la kuwahi safu ya mbele. Ukitaka kuwahi, wahi kwa wakati. Sasa matendo ambayo tunayaita nguzo ni yale ambayo nimeyasoma. Kule kutia nia, ambapo kwenye lugha ya hija tunaita ihram. Kule kuizunguka al-Kaaba, ambapo katika lugha ya hija tunaita tawaf. Kule kutembea Safa na Marwa, ambapo katika lugha ya hija tunaita sa'i. Kunyoa pia au kupunguza. Sasa haya mambo yakikosekana kwenye utendaji wake mtu, hija haipo kabisa. Na hata akitoa milioni za dola kwamba hizi sadaka, fidia ili kuziba mapungufu, haitakubalika. Mambo yakishaitwa nguzo ndani ya hija ni mambo ambayo lazima yatendwe na hayazibiki kwa kufidia. Lakini kuna mambo mengine ni lazima kufanywa, lakini ikitokea dosari yanakubali kufidiwa. Kwa mfano, kule kutia nia, inatakiwa mtu atie nia akiwa ndani ya mipaka ile tunaita miqat, kwenye vituo maalum ambavyo sheria sema kama unaenda hija au unaenda fanya umra usivuke hapa ila uwe umenuia. Ukivuka kosa. Ukitaka kusahili usiadhibiwe, ufanyeje? Ima urudi kwenye kituo unuie tena, au kama utaamua kuendelea itabidi utoe fidia. Ni jambo la lazima, lakini pia linakubali kufidiwa. Moja ya hayo ni kule kunuia, ikawa unanuia kwenye kituo. Ilikuwa kwenye kituo ni jambo la lazima, lisipofanywa litakulazimu utoe fidia. Lakini pia miongoni mwa mambo ya lazima katika hija tutakuja yaona ni kukaa siku kadhaa unalala pale Mina, na pia unalala Muzdalifa. Na tukisema kulala ndio lugha tu ya hija, lakini maana yake kuwepo. Tukisema kulala Mina sio lazima ukorome, uwepo pale, umelala, uko macho. Kama ilivyo kusimama Arafa, maana yake ni kuwepo pale Arafa. Umelala kweli ubavu, umestand up wima, hiyo ni lugha tu. Usije ukadhania imeandikwa katika vitabu al-wuqufu bi Arafa, kusimama Arafa, ukadhani ni kukaa wima kama mstimu wa TANESCO. Ni kuwepo pale. Iwe umesimama wima, umelala, uko kitako, la msingi tokea adhuhuri mpaka magharibi uwe uko eneo lile. Ikitokea kuwa linakuchwa jua uko nje ya pale, ndio hivyo. Siji umeenda uko kwenye msikiti kule, unaona msikiti ni mahala patukufu kuliko kwenye mahema, ujue hiyo kwa lugha ya vijana imekula ena. Sasa ni lazima tujifunge na hayo. Kwa hiyo tunasema nguzo za hija ni kuhirimia, lakini pia kuzunguka al-Kaaba, lakini pia kwenda Safa na Marwa, kunyoa au kupunguza. Wengine wanaongeza ya tano kwa kiasi kikubwa, pia kuyapangilia haya mambo katika utaratibu huu, yani baada hili lifuate hili, baada hili lifuate hili.